Habari za leo. Katika klipu ambazo zimepita nimewahi kusema kwamba taifa la Tanzania tunao maadui wa ndani lakini pia na maadui wa nje. Na nikasema kwamba maadui wa ndani wanaweza wakatokea katika mojawapo ya vyama vya siasa vilivyoko ndani ya taifa la Tanzania. Lakini pia nikasema kwamba maadui wa nje hao ni baadhi ya mataifa au viongozi katika mataifa ambao kwa wivu kutokana ya kwamba taifa la Tanzania ni taifa la amani, halina migogoro, halina vita, halijawahi kumwaga damu. Kwa hiyo hao maadui kutoka nje wakawa na wivu kutokana na hali ya namna hiyo. Kwa hiyo wakafanya mbinu zozote zile, au wakaona wafanye mbinu zote zile ili kulichafua taifa la Tanzania, na lenyewe liingie katika orodha ya mataifa yenye nini, yenye migogoro. Sasa hebu nikuulize kidogo mtazamaji wangu, unadhani huyu Martha Karua, huyu mama ambaye amezuiwa pale, anyway aliingia Tanzania sasa pale kwenye uwanja wa ndege, baadhi yao wakawa wamekamatwa na vitu vya namna hiyo. Ungekuwa ni wewe ndiye kiongozi wa taifa la Tanzania, ungefanyaje? Ungechukua hatua gani? Unajua yanaweza kusemwa maneno mbalimbali, kila mtu akaongea kama anavyoweza kuongea. Lakini hebu wewe jiwe katika nafasi ya presidential, nafasi ya uongozi wa kitaifa kama rais. Watu wametokea taifa lingine au mataifa mengine, wameingia katika taifa lako ambalo wewe unalisimamia na unaliongoza, na labda imebainika kwamba kuna maeneo fulani hayajakaa vizuri. Manake tuna hatua fulani hawajazizingatia, au basi kuna taarifa fulani ambazo umezipata kutokana na huo ujio wa watu wa namna hiyo. Utachukua hatua gani wewe kama kiongozi? Na kutafakarisha sasa ili jaribishe kuona. Ni rahisi tukalalamika, ni rahisi wa Tanzania wakapiga kelele, hawa watu wasingekamatwa, hawa watu wasingezuiwa, hawa watu wasingefanywa hivi. Lakini wewe kama kiongozi wa taifa, wa familia hii ya Watanzania, idadi ya milioni 70 kasoro, wewe ndiye kiongozi wao, wewe ndiye mchungaji wao, wewe ndiye rais wao. Unaweza kuchukua hatua gani? Ungechukua hatua gani ili kulinusuru taifa katika uchafuzi wa hali ya hewa ya amani? Unaweza kufanyaje? Unaweza kaweka uhuru kwamba kila mtu aingie kama anavyotaka, afanye anavyotaka. Lakini pia nilitoa mfano wa familia hapo nyuma kidogo katika klipu zilizopita. Nilitoa mfano wa familia. Imagine, chukulia wewe ni baba wa familia, mama wa familia, kiongozi wa familia. Je, utaweka uhuru katika familia yako kwamba kila mtu atakapokuja basi mwenye kutaka kuingia chumbani aingie, mwenye kutaka kwenda huko aende, mwenye kutaka kufanya hili afanye? Yaani ni mgeni huyo anaingia katika familia yako. Utaweka uhuru namna hiyo kweli? Yaani mgeni aje abadilishe taratibu za familia yako na aingie kama anavyotaka? Inawezekana? Ni jambo lisilowezekana kimsingi. Kila familia ina utaratibu wake, kila taifa lina utaratibu wake, kila nchi ina utaratibu wake, kila kiongozi ana utaratibu wake. Naona? Kwa hiyo hili jambo la Martha Karua na wenzake ambao wamezuiwa na kuchukuliwa hatua fulani, hebu tulitazame katika mtazamo mwingine, mtazamo chanya zaidi. Tusiliangalie katika mtazamo mmoja, mtazamo asi. Unajua Tanzania, unajua Rais Samia huyu, unajua na vuruga, unajua
Hebu jiingize katika nafasi ya uongozi. Wewe ndiye kiongozi, ungefanyaje? Unajua kuna msemo usemao kwamba uhuru mwingi wakati mwingine ni utumwa. Uhuru mwingi wakati mwingine ni utumwa. Sasa kumanage, kusimamia taifa kama la Tanzania, lenye wasomi na wasiosoma, lenye idadi kubwa kama tulivyokwisha kuona na kama unavyoelewa wewe, si jambo ambalo linahitaji mazingira ambayo ni ya kilele mama vile. Otherwise utajikuta unaruhusu, unafungua milango ya maadui mbalimbali. Tukumbuke pia kwamba maadui wa nje, sasa simaanishi hao nao wasema kina Martha Karua, nasema maadui wa nje zaidi ya hao, wapo wanaofadhili pia watu kuyachafua mataifa ya wenzao. Wapo wanaofadhili watu ili waende katika mataifa ya mengine kuyachafua. Sasa si ajabu kwa sababu mataifa yetu na serikali zetu zina usalama wa taifa, wanafuatilia na kuona mambo kwa undani. Si ajabu pia wanaweza kuwa wamebaini vitu vya namna hiyo. Kajikuta ni watu wanaingia katika taifa la Tanzania kana kwamba wanakuja ni watazamaji au ni nini kufuatilia vitu fulani, habari za siasa. Lakini kumbe hao watu wanatumwa rasmi, wanalipwa na maadui yachafua mataifa ya watu wengine. You see? So taifa kama taifa lazima likae salama. Lazima likae salama, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lazima ikae chonjo katika hilo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lazima akae chonjo. Na katika hili mimi niseme kwamba kimsingi hata kama sasa kuna changamoto katika mtandao na mataifa yetu mawili haya, Tanzania na Kenya, na changamoto kwamba kuna maneno yanapita sana. Hao wanasema rais amekosea, Rais Samia huyu ni gaidi, ni dictator, ni hivi na hivi. Kila mtu anaweza akasema ya kwake, lakini mimi nasema kwamba ungekuwa ni wewe ungefanyaje? Habari za dictator mimi sijui, lakini nakuuliza tu na kutafakarisha kwamba ungekuwa ni wewe ungefanyaje? Ungeacha taifa lako liingiliwe, mtu aingie kama anavyotaka bila utaratibu? Je, umepata taarifa fulani kwamba huyu anayeingia labda sio mzuri kwa njia moja au nyingine, ungechukua hatua gani? Na muacha mpaka tatizo litokee, ungefanyaje? So Watanzania, niombe kwamba tusiwe na mazingira ya kuhukumu sana. Nyuma hapa kidogo pia nimezungumzia juu ya bifu au tatizo, changamoto, vita ya maneno inayoonekana kati ya mwananchi Mtanzania na jeshi la polisi Tanzania. Nakumbuka hiyo clip, ukifuatia utaiona pale. Yaani nikasema kwamba jeshi la polisi Tanzania linaonekana kuwa katika vita kubwa na mwananchi Mtanzania. Yaani mwananchi Mtanzania hana amani kabisa na hana imani. Narudia, hana amani kabisa kutokana na jeshi la polisi, lakini pia hana imani na jeshi la polisi. Naona kwamba maaskari wote au jeshi la polisi zima ni baya, ni maadui. Kila mtu anawasema kama anavyoweza kutaka kusema. Naona? Lakini nikasema kwamba hao wenzetu jeshi la polisi la Tanzania, wizara hiyo au idara hiyo, walioajiriwa mle ni watoto wetu, ni ndugu zetu, ni jamaa zetu. Lakini pia kumbuka nikasema hivi, na wao walioajiriwa hao watumishi wa Mungu hao jeshi la polisi hao wameajiriwa kama ulivyoajiriwa wewe, lakini pia pamoja na kuajiri wako chini ya mamlaka, wako chini ya uongozi, na wao katika masomo yao, miiko yao na taratibu zao na miongozo yao sana sana ni habari za utii. Sasa nikasema kwamba hakuna mwajiriwa yote yule ambaye hawezi kumtii, hawezi kutomtii bosi wake. Kila mwajiriwa ana miongozo yake. Mojawapo ya miongozo ni kumtii bosi, kumtii mwajiri wako. You see? Sasa naposema kumtii mwajiri wako, simaanishi kwamba au sikumaanisha kwamba basi bosi wa jeshi la polisi
basi ndiye anayewatuma wafanye mambo fulani fulani. Nikasema hivi, yanayoweza kuonekana yanafanyika, labda watu kupigwa na kukamatwa, nafanya hivi, hayo ni matokeo katika harakati za kulinda na kusimamia usalama wa taifa na usalama wa wananchi na mali zake. Kulingana na nature, kulingana na asili ya kazi ya polisi. Kwa sababu wao ni walinzi wa usalama wa mwananchi na mali zake. Sasa unayemlinda ni mwanadamu mwenzake. Yaani unayeulinda asichafue taifa, unayemlinda ni mbaya, ni mwanadamu. Na wakati mwingine unamlinda mtu ambaye ni mhalifu. Sasa mhalifu naenda kumdhibiti kwa kubembeleza. Sasa katika harakati za kumdhibiti na kulinda na kufanya vitu vya namna hiyo, yakatokea, basi utasema jeshi la polisi ni wote ni wabaya? Hapana. Mimi nadhani Watanzania tufikie hatua tutengeneze mazingira ambayo sio ya kulichukia taifa la Tanzania. Mazingira ambayo sio ya kulichukia jeshi la polisi. Mazingira ambayo sio kuichukia serikali iliyoko madarakani. Hapana. Iko haja ya kupima mambo na kuyaangalia katika mapana yake. Narudia tu mazungumzo haya, narudia kwa sababu ni clip ambayo nimeshazungumza. Katika clip ile kuna mambo mengi ambayo nimezungumza. Narudia tu nikiwa na summarize. Lakini ni ya msingi ya muda huu nitaka kuzungumzia kwamba hawa waliozuiwa, ndugu zetu kutoka Kenya wakazuiwa pale Tanzania, kimsingi tunajua kwamba walitaka kuja kushuhudia kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu pale mahakamani pale Kisutu. Walitaka waende kushuhudia. Sasa wakazuiwa. Sisi kule kuzuiwa, basi tusiangalie kwa mtazamo hasi. Hapana. Taifa kama taifa lina vyombo vyake vya dola. Bila shaka liko jambo ambalo waligundua, wakalibaini, wakaona kwamba hawa watu wasiruhusiwe. Sasa vita inaenda kwa rais ni dictator, Samia ni mbaya. Hapana. Nahitimisha nikisema hivi, na nikuulize swali kwamba ungekuwa ni wewe ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ungefanyaje? Utaruhusu uhuru wa namna hiyo? Kila mtu aingie katika taifa kama anavyotaka, kuna utaratibu? Inakuwa sio familia sasa. Sio taifa sasa. Nao ni taifa ambalo halina kiongozi baba. Nihitimishe nikisema kwamba Mungu aibariki Tanzania. Mungu ambariki rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu aibariki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na Watanzania tuwe na amani na tuendelee kuliombea taifa la Tanzania, kwa sababu nyakati hizi tulizomo, nyakati ambazo mengi yatatokea, tutayaona. Mazuri na sio mazuri, wazuri na wasio wazuri, lakini na maadui wa taifa la Tanzania pia tutawaona. Sasa kama watumishi wa Mungu, mimi na wewe tuliombea taifa la Tanzania. Tuombee taifa la Tanzania ili Mungu atuvushe salama katika changamoto hizi za siasa. Tuvushe salama na tuweze kuvuka salama katika mazingira yote hayo. Asante, nikutakia majukumu mema.